Ni mimi Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Katika sherehe ya kanisa ya siku ya leo, tunasherehekea Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, nafsi watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huo umoja na uhusiano wa Mungu katika viumbe vitatu ama nafsi watatu ndio iko katika msingi wa imani yetu. Ndio tunawatukuza, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Huo uhusiano wa karibu sana, kwamba ni fumbo kwetu kwamba nafsi watatu na Mungu mmoja, ni uhusiano wa karibu wa upendo, vile Mungu Baba na Mwana wanapendana, na huo upendo unaunda huo Utatu Mtakatifu, na huo upendo ndiye Mungu Roho Mtakatifu. Ni mfano ambao tunaona katika upendo wa familia, wa kijamii. Bwana na bibi wanapendana kwa upendo mkubwa na wanawapenda watoto wao. Kama vile Mtakatifu Paulo anasema, fumbo kubwa sana ya upendo wa Kristo kwa kanisa, upendo wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ambao mfano wake ni upendo uliomo katika familia, katika jamii. Mungu aliweka hii mbegu ya upendo ili tuweze kupendana, kwa sababu amri yake ilikuwa tumpende Mungu kwa nguvu zetu zote na tupende wenzetu kama tunavyojipenda sisi, na upendo huo wa Mungu. Huo upendo kwa njia wa kipekee ndio upendo anaweka mbegu ya upendo unaozaa, upendo ulio na matunda wa mwanaume na mwanamke ambao wanapendana kwa karibu sana, na huo upendo unakuwa mkubwa zaidi na unabarikiwa na Mungu ili upate mazao ya watoto, na huo upendo wa watoto unaunda tena ili katika jamii, kanisa ndogo iwe ni kama ishara kubwa ya upendo wa Utatu Mtakatifu. Wakristo wapendwa wa Kenya na watu wa nia njema, ni vyema tugundue tena huo upendo leo. Leo sikukuu hiyo ya Utatu Mtakatifu, lakini tena leo ni siku ya akina baba. Vile Mungu Baba anavyotupenda, vile Mungu Baba alio msingi na mwanzo wa upendo wa Utatu Mtakatifu, vile vile ni vyema tuweze kugundua tena na kuweka maanani, kuweka kusindilia ule upendo, na hata kazi ile baba amepewa familia, jukumu yake ya kulinda upendo, ya kulinda umoja, uhusiano na hata huduma katika familia. Tukisoma kwa mfano mzuri wa Mtakatifu Yusufu, ni Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ni ya 2, tukitoka kwa mstari wa 12, vile Herode alitaka kumuua huyo mtoto, na vile Yusufu alichukua jukumu yake ya kumlinda na kumtetea. Nao wa majuzi wakisha kuonya na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokezea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, kimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa
na wale mamajuzi, alighadhabika sana. Akatuma watu, akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka 2 na waliopungua. Kwa muda ule aliuhakikisha kwa wale mamajuzi. Baada ya hayo tunasoma na kuendelea. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka, akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchini ya Israeli. Wakenya, wa Kristo na watu wa nia njema, kazi ya baba inataka kuwekwa maanani sana wakati huu. Mababa wetu ambao tunawapenda, leo tunawatumia ujumbe wa upendo mkubwa sana. Tunawashukuru sana mababa wengi ambao wamekuwa karibu sana na mabibi zao, wakiwahudumia, wakiwapenda, wakiwalinda, wakionyesha kwamba wanatambua kazi yao. Tunawasherekea mababa ambao wako katika malishi na malezi mema ya watoto, wanaenda mashuleni kutembelea hao watoto wao, wanawasikiza, wanawashauri, wanawapenda, na sio tu mapenzi ya kuwalaanisha, lakini mapenzi ya kuwaongoza katika tabia njema na maadili mema. Mababa, hongereni. Mungu awabariki kwa sababu nyinyi mfano wa Mungu Baba. Lakini naomba tuongeze upendo mababa. Tuongeze njia ya kuwa na watoto wetu. Tukae na jamii zetu. Watuone, watusikie, watuone tukicheka, watuone tukifurahia, watuone hata katika unyonge wetu. Tusiogope kwamba familia yetu watajua kwamba sisi sio ati tuko sawa kabisa. Akina baba, tuweke bidii. Lakini sana tuweke bidii katika kulinda familia kwa Ukristo. Kulinda familia kutokana na yale maovu yanao tushambulia. Mababa, tuige mfano wa Mtakatifu Yusufu aliyetetea huyo mtoto Yesu. Tutetee mtoto Yesu katika maisha ya watoto na bibi na hata jumuiya. Tuchukue jukumu zetu katika kanisa, katika jumuiya, katika nchi. Mababa wengi hawamo katika familia. Mababa wengi, hasa vile viongozi, hawaonekani na familia zao, hawaonekani na mabibi zao. Na sasa tunaomba, jivunieni bibi zenyu, jivunieni watoto wenyu. Na sio tu kuwapa vitu, la hasha, kuwapa roho, kuwapa upendo na kuwapa mfano mwema. Tujaribu kuongoza katika mambo ya kiroho. Tujaribu hata kuongoza katika sala. Tusiwe na haya kuongoza sala nyumbani kwetu. Nilikuwa nikisema mahala pengine kwamba hawa viongozi wanaojiita wa Kristo, hawa viongozi wanaosema ni Wakatoliki, sijawaona kama wakiongoza rozari. Sijaona kama wakiongoza sala kwa umma. Katika mazishi tunaomboleza, sijaona kama wakiongoza sala, lakini wanakuja kuteta, kupigana na kupiga siasa mbaya. Hiyo sio kazi ya Mkristo baba. Hiyo ni kazi ya yule ambaye anaharibu. Mungu Baba atupe ujasiri wa kusimama imara katika kulinda familia, kulinda imani na kuongoza kwa nia ya mapendo na sio ya vita na nguvu na kifua na kiburi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.